Upendo wa Yesu, upendo wa ajabu. Anipenda, anipenda, anipenda Yesu, anipenda, anipenda, anipenda Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu, ni wakati mwingine tunakukaribisha Love of Jesus Center, udhihirisho wa upendo wa Yesu, na leo ni siku nzuri na siku njema ambayo Mungu ameifanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu, na nikukaribishe kwa sababu liko neno ambalo Mungu ameliachilia siku ya leo ili sisi tuweze kulisikia na liweze kutusaidia katika maisha yetu, haya maisha ambayo tunaishi hapa ulimwenguni, hapa duniani, kwa sababu Mungu anataka tumpendeze yeye, tukae kwenye lile kusudi ambalo ameliweka kwa kila mmoja. Karibu sana Love of Jesus Center, udhihirisho wa upendo wa Yesu. Na nikwambie tu, tunaendelea na somo lile, imani ya kuhamisha milima. Tulianza mfululizo huu na tulizungumzia mambo mbalimbali. Tuzungumzia kuhusiana na imani, nini maana ya milima, tukazungumzia jinsi ya kuanza kuhamisha milima, kuhusiana na matamko. Leo sasa tunaenda katika sehemu ambayo itatusaidia pia jambo la tatu kuhusiana na jinsi ya kuhamisha milima. Na tunaenda kujifunza nini? Tunaenda kujifunza kwa habari ya kuamini maneno tunayoyasema. Maneno yale tunayoyaongea tunayaamini? Nikuulize tu wewe unanifuatilia, wewe unaamini maneno yako? Maneno yako unayoyatoa unayaamini? Maneno unayoyasema yana umuhimu sana. Haleluya. Moja kwa moja basi tuanze na neno letu la msingi la leo. Ni Marko 11 kuanzia ile 23 tuenda mpaka 24. Neno la Mungu linasema, amini nawaambia, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Mstari 24, kwa sababu hiyo nawaambia, yote myaombayo mkisali, aminini kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Haleluya. Sasa leo, kama nilivyotangulia kusema, tunaenda kuangalia kiwango cha kuamini yale maneno ambayo tunayasema. Na hiki ambacho tumekisoma hapa, tumeona Bwana Yesu akiwaambia wanafunzi wake kwamba mlima wowote ambao upo, jambo lolote ambalo liko mbele yako, changamoto yoyote ambayo iko mbele yako, unaweza ukaiambia, na unatakiwa uiambie, uiseme, uitamkie neno la Mungu ili hiyo changamoto au huo mlima uweze kuondoka. Lakini sasa kuna kanuni hapa, kuna kanuni ya msingi ambayo siku ya leo tunaenda kuangalia, na kanuni yenyewe ni kuamini yale maneno yanayotoka kwenye kinywa chako. Yale unayoyasema, maneno yale unayoyaongea, je, wewe mwenyewe unayaamini? Kwa sababu ili kitu kiweze kutokea, ili kitu kianze kutokea na uje ukione, inategemea sana kiwango chako wewe unayetamka, unakiamini? Swala ni kwamba, je, wewe unaamini unachokitamka? Yale maneno yako ambayo unayasema kwa habari ya kazi za mikono yako, wewe mwenyewe unayaamini? Na ndio maana neno la Mungu linasema, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, asione shaka moyoni mwake, ila aamini hayo ayasemayo. Aamini hayo ambayo anayasema, yale anayoyasema ayaamini. Sasa kwa tafsiri nyingine ya haraka haraka, kumbe ili uone vitu, uone mabadiliko, ni lazima kile unachokisema kwa habari ya kitu fulani, ni lazima wewe mwenyewe unachokisema ukiamini.
na ni jambo la msingi sana ambalo sasa unaona Bwana Yesu analioanisha kwenye maisha, alioanisha kwenye maisha yetu ya kila siku, kwenye changamoto za kila siku ambazo tunazipitia, kwamba sio tu kuamini ndani ya moyo wako, ni kuamini kile ambacho unakisema, yale maneno ambayo unayasema. Sasa hii inatupa tafsiri ya mambo kadha wa kadha. Moja ya kitu ambacho tunajifunza hapa ni kwamba kumbe Mungu anatutaka sisi tuamini kile ambacho tunakitoa kwenye maneno yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika kutamka, tulijifunza katika kutamka, katika kuhamisha mlima, katika kuzungumza kuhusiana na changamoto mbalimbali, tunatakiwa sisi kuzungumza neno la Mungu. Tunatakiwa kuliambia changamoto, tunatakiwa kuambia hali, tunatakiwa kuambia mazingira neno la Mungu. Kwa hiyo kama tunachokisema ni sawasawa na neno la Mungu, ina maana tunachokisema, tunachokiamini kile tunachokisema, kwa maana nyingine ni kwamba tunachokisema ni neno la Mungu. Kwa hiyo tunaamini neno la Mungu ambalo tunalitoa kutoka kwenye vinywa vyetu. Haleluya, haleluya. Na ndio maana neno linataka lile unalolisema uliamini, na ndio maana Mungu anataka kile tunachokisema tukiamini. Jambo la pili, hii itakusaidia sana, kwa sababu ni mambo ya msingi sana ambayo Bwana Yesu alikuwa anatuelekeza sisi kupitia neno lake. Na Bwana Yesu kwa sababu alikuwa anajua kabisa katika ulimwengu huu kuna ulimwengu ambao unahitaji, kuna milima, kuna mabonde, unahitaji watu ambao watasimama kwenye imani kuweza kuzungumza na kutamkia milima. Sasa jambo la pili ambalo linaendana na kanuni hii ya kuamini kile ambacho nakisema ni kwamba neno la Mungu huwa alirudi bure. Haleluya! Yaani, kwa nini unatakiwa wewe ukae kwenye kuamini kile ambacho umekisema? Ni kwa sababu neno la Mungu huwa alirudi bure. Biblia inasema neno la Mungu huenda kukamilisha kile ambacho kimetumwa. Kama neno utalitamkia kwa habari ya uponyaji, kama neno ukilikubali ndani yako, ukalitamkia pasipokuwa na shaka ndani yako, pasipokuwa na shaka, ukatamka kwa ajili ya uponyaji ndani yako, hii inaonyesha kwamba neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linaenda kutimiza lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia, tunatakiwa tuliamini hilo neno la Mungu. Lile ambalo limesemwa, tunatakiwa neno la Mungu tuliamini. Sasa unaweza ukasema kwa nini? Mungu anataka sisi tusiwe na mashaka na kile kitu kinachotuamini. Yaani kama umeamini neno la Mungu kwa habari ya uponyaji, kwamba kwa kupigwa kwake Yesu msalabani mimi nimeponywa, ninaamini, nalichukua lile neno. Neno linasema alichubuliwa kwa sababu ya maovu yetu, alijeruhiwa kwa sababu ya maovu, kwa sababu ya dhambi zetu, na kwa kupigwa kwake mimi nimeponywa. Biblia inasema unapotamka sasa kwa habari ya uponyaji, ndani yako unatakiwa usiwe na shaka, usiwe na shaka. Kile ambacho unakisema unatakiwa wewe ukiamini na wala usiwe na mashaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika kitabu cha Isaya 55:11, hebu tusome. Ndivyo itakavyokuwa neno langu, neno la Mungu, ndivyo itakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Kwa na hapa tunazungumzia uamini maneno yanayotoka kwenye kinywa chako. Yoyote atakayeuambia mlima huu, aamini
yale ayasemayo, kwa maana hayo anayoyasema yametoka kwenye kinywa. Sasa anasema hivi, neno langu litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyotuma. Mungu anasema neno lake litatimiza mapenzi na litafanikiwa kwa lile ambalo limetumwa. Kwa kadri neno litakavyokuwa limetumwa, neno limetumwa kwa ajili ya uponyaji, litafanikiwa pale katika eneo uponyaji. Kama neno umetumwa kwa habari ya kazi za mikono yako, litafanikiwa. Kama limetumwa neno kwa ajili ya ukombozi, litafanikiwa katika eneo hilo la ukombozi. Na litafanikiwa kwa kadri nini? Kwa kadri ya wewe unavyoliamini pasipokuwa na mashaka ndani yako, pasipokuwa na shaka. Na ndio maana tulijifunza kwamba mtu anayeamini, Biblia inasema yule anayeamini anatakiwa asiwe na shaka ndani yake, kwa sababu akiwa ndani yake na mashaka, kitabu cha Yakobo 1 ukisoma 6 mpaka 8 inamfananisha mtu ambaye ana mashaka, mtu mwenye mashaka. Yaani wewe kama umeanza kumwamini Mungu kwa habari ya uponyaji na ukatamka kwa habari ya uponyaji, ndani yako utakiwa kuwa na shaka, kwa sababu Biblia inasema mtu mwenye mashaka. Ili Yakobo 1:6 mpaka 7 inasema huyo mtu mwenye mashaka imemfananisha sawasawa huyo mtu na wimbi la bahari, ambalo ni wimbi linalopeperushwa na upepo. Kokote upepo unaoenda linakuwa ni wimbi. Wimbi la bahari linaweza likapigwa likapelekwa huku, upepo ukaja kutoka mashariki ukapiga, wimbi likapelekwa huku. Picha ya baharini hiyo. Sasa naambiwa huyu mtu ambaye, yani wewe usiamini, yani usiamini maneno yako unayoyasema, inakuwa ni kama wimbi la bahari. Leo umezungumza hivi, kesho umebadilika. Leo umezungumza hivi, kesho inakuwa kama wimbi, kama vile unaona bahari ikiwepo pale, mawimbi huwa yanaenda. Mawimbi yanategemea upepo. Upepo ukipiga mashariki kwenda magharibi, wimbi limetoka mashariki kwenda magharibi. Upepo ukipiga kutoka kaskazini kwenda kusini, wimbi limebadilika kwenda kaskazini kusini. Kwa hiyo anafananishwa mtu huyu sawasawa na nini? Na upepo. Sasa maana yake ni nini? Nilizungumza hapa, upepo ukija kwenye sayansi hiyo ya upepo, upepo huo unatoka katika mgandamizo mkubwa unaenda kwenye mgandamizo mdogo. Pale ambapo presha inakuwa kubwa, upepo unavuma kutoka kwenye presha kubwa kwenda kwenye presha ndogo. Kwa hiyo kama kutokea mashariki presha ni kubwa, mgandamizo ni mkubwa, alafu magharibi mgandamizo ni mdogo, upepo utatoka mashariki kwenda magharibi. Kwa hiyo wewe ukiwa ni kama wimbi, wewe ukiwa na mashaka unakuwa kama wimbi. Kwa hiyo utapelekwa kama upepo, utatolewa huku utapelekwa huku kama upepo unavyoenda. Na ndio maana tunasema hivi, mtu asipokuwa na imani, kama umeshindwa kuwa na imani kumwamini Mungu katika eneo fulani, utakuwa unapeperushwa tu kama upepo. Leo utatoka hapa, utaambiwa nenda hapa kafanye kitu fulani, hakuna matokeo. Unatoka hapa unaenda sehemu hii hapa, unatoka hapa unaenda huku, unaambiwa fanya hivi nini, hauna matokeo. Unatoka huku unaenda huku, hauna matokeo. Hauna matokeo kwa sababu gani? Unatangatanga kila sehemu. Mungu anasubiri utulie. Mungu anasubiria pale ambapo akili zako zitafika mwisho. Mungu anasubiria pale ambapo utaacha kutangatanga kutoka mahali hapa pa ibada, kutoka mahali hapa kwenda huku. Mungu anakuacha tu uende kwa sababu una mashaka. Na mtu yoyote, Biblia inasema mtu yoyote mwenye mashaka hawezi kupokea. Yakobo 1:6 mpaka 8 nasema mtu yoyote mwenye mashaka hawezi kupokea. Kwa nini? Kwa sababu anafananishwa na wimbi la bahari ambalo linapelekwa na upepo unapovuma huku na huku. Kwa hiyo utakaa huku unavuma. Mungu anaona huyu mbona hataki kuliamini neno langu. Anaamini watu. Unajua kuna watu wameondoa trust, wameondoa imani kwa Mungu. Wameondoa imani kwa Roho Mtakatifu, wameondoa imani kwa Bwana Yesu. Imani wameipeleka kwa watu. Imani imepelekwa kwenye jina. Imani imepelekwa kwenye watu. Sasa imani ukiitoa, umeitoa imani kwenye neno la Mungu, umeitoa imani kwa Bwana Yesu, umetoa imani kwa Roho Mtakatifu. Imani yako umeihamishia kwa watu.
Mungu anasubiri pale ambapo utazunguka, akili yako ikafika mwisho, ukaamua kusarenda sasa, kwamba Mungu, nimezunguka, nimeenda huko sijaona, na sasa hivi nimeamua sasa ni kuamini wewe. Mpaka itakapofikia kiwango hiko, neno la Mungu linasema wale ambao wanapeperushwa, wale ambao ni kama mawimbi ya bahari, wanapeperushwa huku na huku, hawawezi kupokea kitu. Hebu tusome Yakobo 1:6, anasema ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huko. Kwa hiyo ukiwa na mashaka utazunguka kila sehemu, utaenda kwenye vituo vya maombezi, utaenda kwenye vituo vya huku mpaka huku, kwa sababu una mashaka. Biblia inasema wewe ni bado una mashaka. Mbingu zinakusubiria pale utakaporudi, tumaini lako litakaporudi kwa Mungu. Kwa hiyo utazunguka, utaenda huku na huku na huku. Anasema ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa upepo na kupeperushwa huku na huku. Neno linasema ukizunguka huwezi kupokea. Kupokea inahitaji pale ambapo macho yako, moyo wako utamwangalia Kristo, utamwangalia Bwana Yesu, utamwangalia Kristo. Haleluya! Hii inaendana na kitu kingine cha muhimu ambacho ni cha muhimu sana, ambacho Biblia inasema hivi kwamba ndio yako na iwe ndiwe, na sio yako na iwe sio. Kwa hiyo kama unaamini maneno ya kinywa chako, kwa sababu Biblia inasema hivi, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, aamini hayo ambayo anafanya nini, anayasema, wala sione shaka moyoni, ila aamini kwamba hayo anayosema yamekuwa. Sasa hili kuamini hayo yamekuwa, ina maana kile unachokisema, kama ni ndio yako iwe ndio, kama sio yako iwe sio. Yaani wewe usiwe ni mtu wa nia mbili, kwa sababu kwenye kitabu cha Yakobo imesema huyu mtu mwenye nia mbili hawezi kupokea. Yaani mtu mwenye nia mbili ni double minded, na neno limesema kwamba huyu mtu mwenye nia mbili hawezi kupokea kitu. Sasa kwa maana nyingine ni kwamba kweli yako au ndio yako inatakiwa iwe ndio. Yaani wewe ni mtu wa maneno yako. Leo umesema nitasoma neno, utasoma neno, ni mtu wa maneno yako. Leo umeahidi utasema neno, umesoma neno. Leo umeahidi kwamba nitamchangia mtu fulani mchango wa harusi, unachangia. Kweli yako ndio yako iwe ndio, sio mtu wa nia mbili, au ile ambao umesema leo umesema hivi, kesho umebadilika umesema hivi. Watu wanashindwa kufanya nini? Kwa kuelewa. Na neno la Mungu anasema tunafungwa kwa maneno ya kinywa chetu. Hebu tusome Mathayo 5:37. Anasema hivi, bali maneno yenu ni yawe ndio ndio, sio sio. Anazungumzia maneno yenu yawe ndio ndio, yaani kwa maana nyingine, ikiwa ndio iwe ndio, na kama ni sio iwe sio, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule mwovu. Kwa maana nyingine, Biblia inasema usimpe Ibilisi nafasi. Ndio yako iwe ndio na sio yako iwe sio. Kwa nini? Kwa sababu ndio yako ikiwa sio na sio yako ikiwa ndio, Ibilisi atapata nafasi, yule mshtaki atapata nafasi, kwa sababu kazi yake yeye ni kutushitaki. Kwa hiyo utakuta kuna vitu vyako, kuna maneno yako, kuna vitu unavitamka, kuna milima unaisema, kuna vitu unataka vitokee, lakini kwa sababu wewe, jambo la kwanza, uamini maneno unayoyasema, tayari umefeli, kwa sababu kitu hakitakuja kutokea. Lakini kwa sababu wewe ni mtu wa nia mbili, ndio yako sio ndio. Yaani wewe unaweza kuwa na mtu unamwambia ndio, kumbe ndani yako ni sio. Tayari huwezi ukayaona yale maneno yako yakaja kwenye udhihirisho au yakatokea, au ule mlima ambao unasimama kuwaambia ukahama. Kwa sababu gani?
kwa sababu ndani yako umempa ibilisi nafasi, na Biblia inasema usimpe ibilisi nafasi. Na usimpe ibilisi nafasi nini? Huo ni uongo, na Biblia inasema ibilisi ni baba wa uongo. Kwa hiyo kama ndio yako ni sio, ina maana kwa ndani yako unasema vitu ambavyo sio halisi, vina uongo. Na kama ndani kuna uongo, ina maana hivyo vitu kutokea haviwezi, uwezi ukaviona vika manifest. Haleluya! Hili ni jambo la muhimu sana, kwamba kile ambacho tunachokisema unakiamini. Yaani maneno yako mwenyewe unayoyasema unayaamini? Maneno yako mwenyewe unayoyasema hauna mashaka nayo? Maneno yako mwenyewe unayoyasema hayo unayasema, je, hauna nia mbili? Hauna kusitasita? Kwa sababu neno lasema anayesitasita, yaani ukisitasita kwenye maneno yako huwezi kupokea. Haleluya! Kitendo cha wewe kuamini kile unachokisema inamaanisha wewe ni mtu wa matendo. Yaani mimi nikitaka kujua kwamba wewe unaamini kile unachokisema, ni pale kile unachokisema unakipeleka kwenye matendo. Yaani nitajuaje kwamba wewe unaamini kile unachokisema? Kwa tafsiri rahisi, kwa sababu neno linasema uamini yale unayoyasema nayo yatakuwa yako. Yaani ili hayo yatokee kuwa yako, ili mlima uame, ili hilo jaribu, hayo mazingira, iko kitu ambacho unakipitia saizi, ili kiweze kuhama, kiweze kuondoka, ina maana kile unachokisema ni lazima ukiamini. Sasa kwa tafsiri rahisi tu, nitaamini vipi kile ambacho umekisema? Utakiamini vipi kwamba hiki ulichokisema ndo chenyewe? Kitaonekana kwa kupitia matendo. Yaani kwa kuangalia matendo yako nitajua, huyu anasema maneno yake, huyu anaenda sawasawa na maneno yake. Na ndio maana kitabu cha Yakobo, ukisoma ile Yakobo 2:17 inasema pasipo matendo, au inasema imani bila matendo imefanya nini? Imekufa. Turudi kwenye Yakobo 2:17 inasema hivi, vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo imani isiyokuwa na matendo. Kwa hiyo maana kama wewe utasema kuna maneno umeyatamka na una imani kwamba hayo maneno yataenda kubadilisha hali fulani, yanatakiwa yale maneno yako uliyotamka yaendane na matendo, kwa sababu usipofanya hivyo, ina maana hiko kitu hakitakuja kutokea, kwa sababu kitakuwa kimekufa. Haleluya, haleluya! Nikutie moyo sasa hivi wewe ambaye unafuatilia, na nikwambie tu, umefika wakati, angalia kile ambacho unakisema kutoka kwenye kinywa chako, kwa sababu maneno yanayotoka kwenye kinywa chako yana nguvu. Kama kuna vitu ambavyo ulikuwa unajitamkia kinyume, muombe Mungu, muombe rehema, muombe niweza uweze kufuta kila ulimi, kila maneno ambayo yamesemwa, kila maneno ambayo umesema, yale ya kujikataa. Yamkini ulikuwa unajikataa, unasema kabisa mimi siwezi. Watu wanaambia utafanya project, unasema mimi siwezi. Ulishaanza kutoa maneno yako mwenyewe, ukawa umejikataa. Haleluya! Sasa nataka niombe pamoja na wewe. Rudia maneno haya, sema: Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, ninashukuru kwa maana nimejifunza juu ya kuamini maneno ambayo yametoka kwenye kinywa changu. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unirehemu. Kila maneno ya kujikataa niliyoyatamka juu yangu ambayo yamenifunga, kwa sababu neno lako linasema tunafungwa kwa maneno ya vinywa vyetu. Ninaomba Bwana Yesu unirehemu. Ninaomba damu yako ikapate kusafisha maneno yote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa ngoja nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya maisha ya huyu anayefuatilia sasa hivi. Bwana Yesu, ninafuta maneno yote, kila maneno yaliyotamkwa juu yake, maneno ya kushindwa,
na maneno yote aliyotamka yeye mwenyewe, maneno ya kujikataa ambayo ameyatamka kwamba hawezi kufanya kitu fulani kutokana na mazingira ambayo alikuwa ameyaona, kutokana na ile milima ambayo amekuwa ameona. Kwa jina la Yesu Kristo ninatamka juu yake sasa hivi, katika jina la Yesu, ile neema Mungu ninatamka aweze kuvuka, aweze kwenda viwango vya juu, aweze kuenda kwenye udhihirisho katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya kuinua kiwango cha imani cha mtu huyu. Asante kwa maana hili neno alilolisikia Baba limebadilisha maisha yake. Ninakushukuru Roho Mtakatifu kwa ajili ya kila mmoja. Asante kwa ajili ya uweza wako na nguvu zako. Asante kwa maana watu hawa wamekukimbilia wewe Roho Mtakatifu ili wasiaibike. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Kama una changamoto yoyote ya kiroho, unaweza ukapiga namba hii hapa 0768 60 13 27. Una changamoto yoyote ya kiroho, unahitaji msaada wa kiroho, unahitaji maombi, unahitaji maombezi, piga hiyo namba. Mungu akubariki sana. Hadi wakati mwingine, ni Love of Jesus Center, udhihirisho wa upendo wa Yesu.